Wenzenu wote walioletewa pesa sawa na nyinyi wamekamilisha. Na watoto wameshaanza kutumia mabweni yale. Nyinyi bado mko kwenye structure haya. Imepungua shilingi ngapi pale kukamilisha? Hapo ni milioni 136. Uliletewa shilingi ngapi kwa ajili ya kujenga hii? Ilikuja milioni 130. Yaani hiyo 136 ni kukamilisha vitu vyote. Nasema hivi, uliletewa shilingi ngapi kujenga hili bweni? 130. Na wewe unasema imepungua shilingi ngapi? Kwa hili peke yake ni milioni 26. Uliletewa shilingi ngapi kujenga bweni? Milioni 130. Milioni 130. Si ndio bwana? Yeah. Hapa bweni liliposimamia linahitaji shilingi ngapi? Milioni 26. Wewe ni fundi? Ndugu yangu. Ndio maana jamani nilisema huyu bwana aeleze huo mradi. Unapokuwa mhandisi lazima ufeel mradi wako unaousimamia, ujue. Uwe na ownership ya mradi. Usiwe kilanja wa mradi wa kuja kuchungulia na kuondoka. Narudia, mwalimu njoo hapa. Mmeletewa shilingi ngapi kwa ajili ya bweni? Mkuu mkoa tumeletewa bweni moja ilikuwa milioni 130. Milioni 130. Hili hapa lilipokuamia linahitaji shilingi ngapi? Mkuu mkoa baada ya kufikia hatua hii tuelekeza kuandika taarifa ambayo itaonesha sema ambao haitakaasta. Haujajibu swali. Hili hapa ili likamilike linahitaji shilingi ngapi? Milioni 79. Haiwezekani. Haiwezekani hata kwa akili ya mtoto wa shule tu. Kwamba umeletewa milioni 100 kwa ajili ya ujenzi, alafu umeshindwa kumaliza unasema nahitaji milioni 70 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi. Nani atakuelewa kwenye akili ya kawaida? Hata wewe ndio ungekuwa mtoaji wa fedha. Umeletewa milioni 100 kujenga jengo. Umeshindwa kulimaliza unasema tukuongezee ngapi? Milioni 70. Kwa hiyo kuniambia hapa mmetumia milioni 30 tu. Haya milioni 70 zingine zimekwenda wapi? Ndio mnataka kufanya kazi ya leveling imetumia milioni 70. Simple logic. Does it need you to be a professor to understand kwamba hapa kuna mambo hayako sawa? Sasa mna victimize halmashauri nzima kwa upumbavu watu wachache tu. Negligence. Na kutokujali. Simple logic. Nataka niwape simple logic. Umepewa milioni 100, fanya kazi hii. Haya imeishia njiani, unaambiwa zimebaki ngapi? Unasema 70. Kwa hiyo hii kazi ni ya milioni 30. Nataka kuniambia kazi ya kulevo hili eneo imetumia milioni 70. Kulevo eneo la nani? La bweni. Sasa madam ni nini? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nadhani changamoto ya awali kabisa ilikuwa ni kwenye BOQ. BOQ ilionyesha kabisa kwamba nani anatuandalia BOQ? Ni kuna idara ya ujenzi. Lakini changamoto kubwa inavyoonekana hapa na sisi tulikuwa tunawasiliana nao kwa sababu taarifa kweli tuliwaomba waandae inaonyesha ufafanuzi kila jengo limetumia kiasi gani na mapungufu au kama ulitoa hela nyingine kukamilisha jengo moja uiandae. Kwa hiyo baada ya kutuandalia hiyo taarifa ndio ilionekana kwamba fedha za hapa zimetumika kwenye miundombinu mingine. Kwa hiyo hii mingine ambayo imefika hatua hii ni kwamba imetoa hela kwenye jengo lingine. Lakini jamani, Kilolo. Ndugu zangu watu wa Kilolo. When will you ever change ndugu zangu? Utabadilika lini? Nimekuletea hela za bweni, nimekuletea hela za darasa, nimekuletea hela za choo. Kwa nini unachukua hela za choo kupeleka kwenye hela za bweni? Kwa nini unachukua hela za bweni kupeleka kwenye darasa? Kwa nini unachukua hela za darasa unapeleka kwenye maabara? Wakati kila jengo lina fedha yake, lina BOQ yake, lina utaratibu wake wa manunuzi, lina mhandisi wake, lina fundi wake. Kwa nini kila fedha inayokuja isiende moja kwa moja kwenye eneo iliyotengewa? Kwa nini tunachukua hela za kulia kupeleka kushoto? Na katika process za manunuzi na majenzi inawezekanaje mtu wa ugavi? Umeletewa milioni 100 za kujenga darasa. Unachukua milioni 100 za kujenga darasa unapeleka kwenye bweni. Kwa utaratibu gani? Unapokuwa unanunua unasema unanunua kwa ajili ya nini? Unapokuwa unaagiza unasema unaagiza kwa ajili ya nini? Mkikaguliwa hamtotoka salama. Inayokuja kwa ajili ya choo ikajenge choo, na ikiwezekana ni bora kila jengo litafutiwe mjenzi wake na taratibu zake za manunuzi. Lakini kitendo cha kuchanganya hela za kulia kwenda kushoto ndio matokeo yake, mnaweza huku mnashindwa huku. Tunakuwa na viporo vingi sana kwenye miradi ya serikali. Sasa hii hatuwezi kuruhusu ikaendelea hivi. Katibu tawala, wewe ndio mwakilishi wa serikali kuu kwenye mipango kule. Hii mkientertain huu ujinga hamwezi kutusua. Na ndio aliwakuta hata kule kwenye ile shule nyingine. Hela za huku mmepeleka huku, za huku mmepeleka huku. At the end of the day kote hapajakamilika. Na hiyo ni rahisi sana kuchezea hela za serikali kwa sababu unajua tulipeleka huku zilikuwa zikutosha tukapeleka huku. Haya hiki ulicholetewa hujafanya.
Kuna ugumu gani wewe injinia na mtu wa ugavi na nini? Mna ugumu gani hela ya darasa ikapokelewa kwa ajili ya darasa, ikaanza ujenzi wa darasa, ikakamilisha darasa? Kuna ugumu gani?